Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tumeangalia katika sehemu ya kwanza ya mada yetu hii inayosema soma aya hizi mbili, ndani yake zina dua ya ushindi, ama ndani yake zimebeba dua ya ushindi. Tumeeleza katika sehemu ya kwanza umuhimu wa aya hizi, tukaeleza vile vile kadhalika kwamba aya hizi zimebeba sura zote zilizomo ndani ya Qur'an, na aya hizi mtu anaweza akatumia kama ana majanga na mazito na magumu yake, anataka mtu kulia yeye baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaelekeza katika sehemu ya kwanza namna gani anaweza akatumia aya hizi. Leo tunaendelea katika sehemu ya pili ya mada hii, na msitaki nitawilishe muda mrefu, nataka niingie moja kwa moja katika mada yetu hii. Katika sehemu ya kwanza nilisema hizi aya ukizisoma, jitahidi kusoma kwa idadi ya herufi, kwa idadi ya namba ya jina lako. Namba za jina unazipataje? Namba unazipata katika utaratibu wetu ule wa mpangilio wa namba. Nafikiri kwa wale katika wale ambao waliopita katika darasa za nyuma tumefafanua namba unaipataje. Kwa mfano mimi naitwa Ali na namba yangu, wewe ukiitwa Hasani, tunaangalia Hasan je namba ngapi, Ali je ain namba ngapi, lam namba ngapi, ye namba ngapi. Hatimaye unakuja kupata idadi ya namba ya jina lako. Ukipata idadi yake, basi hizi aya utazisoma kwa idadi ya namba ya jina lako. Na nilisema katika sehemu ya kwanza, kama kuna mtu atakuwa hajui idadi ya jina lake, namba yake ni ipi, nikasema anaweza akaacha comment yake hapo chini nikamtajia, ama la basi akanitumia kwa njia ya message jina lake, nitamtumia namba ya jina lake. Nambari ya kutuma message ni 0756 8111 mwisho 26, 0756 8111 mwisho 26. Twende sasa ngakutumie aya ambazo leo tunaendelea katika sehemu yetu ya pili. Aya ya pili ni hii, nitakusomea alafu nitakwambia zinapatikana wapi. Aya ya pili nasema afatatmauna an yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum. Hii ni aya nambari 75, inapatikana katika suratu Al-Baqara. Nambari 75 inapatikana katika suratu Al-Baqara. Hii aya ina maneno, ina herufi. Hii aya ndugu zangu katika imani, hii aya ina maneno 19. Ina maneno 19 na ina herufi 76. Ina herufi 70 ngapi? 76. Alafu ina herufi zile al-abjadia ambazo zimejengea ya hizi zipo 19. Kwa hiyo ukipiga hesabu 19, 76, 19 unapata 114. Kwa hiyo aya tukasema zimebeba aya zote, zimebeba sura zote za Qur'ani, kwa sababu Qur'ani yote ina sura 114. Hii aya ina herufi, ina maneno 19 na ina herufi 76, na hurufu al-abjadia zilizojengea aya hii zipo herufi 19. Ukipiga hesabu unapata 114. Hii ni aya iko ndani ya suratu Al-Baqara, aya nambari 75. Ya pili ni hii, nasema qul la in ijtama'at al-ins wal jinni ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an, na kuendelea. Hii ni aya nambari 17 iliyomo ndani ya suratu Al-Isra. Nambari 17, aya 17 iliyomo ndani ya suratu Al-Isra. Hii ndugu yangu katika imani, hizi aya mbili, hii vile vile na maneno 19 na ina herufi 100, ina herufi 76, na zile herufi zilizojengea aya hizi ni herufi 19. Ukipiga hesabu unapata 114. Ni aya sura zote zilizobebwa ndani ya Qur'an. Je, unafanyaje katika usomaji wake?
kaa hadhiri, nisikilize, nikupe maelekezo namna gani utakwenda kusoma aya hizi kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kabla sijaeleza unakwenda kusomaje, nipende kuwatangazia tena ndugu zangu, jambo hili ni muhimu sana, wala usirushe hii video. Kila tarehe kila mwisho wa mwaka huwa tunafanya dua ya kufunga mwaka. Ndani yake inakuwa na kichinjo cha mnyama, ndani yake dua hiyo inakuwa na watoto yatima, bi maana ule mnyama atagaiwa sadaka kwa mayatima. Dua hii mara nyingi tunaifanya kila mwisho wa mwaka. Madhumuni yake ni kumwomba Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya riziki, lakini vile vile kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na mabalaa. Mwenye kuitaka dua hii basi atapiga namba hizi za 0756 81 11 mwisho 26. Wale wa Dar es Salaam mnaweza mkahudhuria pale Majoe, ndio sehemu ambayo dua hii itafanyikia. Lakini wale wa nje ya nchi na wale wa mikoani wanaweza wakapiga, alafu wakapewa utaratibu na maelekezo namna gani wanaweza wakashiriki katika dua hiyo biidhnillah taala. Na ndani yake visomo hivi na aya hizi zitakwenda kusoma katika dua hiyo pamoja na sura mbalimbali ambazo tumezichagua kwenda kumwomba nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi katika mada yetu sasa. Hizi aya usomaji wake utaanza kuswali salatul haja raka 2. Ukimaliza salatul haja pale pale kwenye tahiyatu yako ulipokaa utaleta istighfari mara 100. Baada ya istighfari mara 100 utaisoma bismillah mara 19. Alafu baada hapo utatia nia zako, alafu utasoma hizi aya kwa idadi ya namba ya herufi za jina lako. Kama namba yako ni 100 mara 100, kama namba yako ni 10 mara 10. Utafanya dua hii kwa muda wa siku 7. Utakuwa unamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa muda wa siku 7 kwa haja zako, kwa mambo yako yale ambayo kwamba wewe yakusumbua, ambayo unayahitaji kwa Allah, utakwenda kumuomba kwa mtindo huo biidhnillah taala kwa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wallahi alazim, hakuna mtu ambaye alijaribu kuomba kwa aya hizi akasoma kidhati, akasoma hali ya kwamba amehudhurisha moyo wake, alafu Mwenyezi Mungu asimjibu. Nenda katumie biidhnillah taala, utakwenda kuona muujiza na maajabu yaliokuwa makubwa sana. Hii ni sehemu ya mwisho katika mada yetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.